Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Asilimia 69.96 wasichana na wavulana wachaguliwa kujiunga kidato cha 5. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya ulimwenguni waomba ulinzi hospitali 2 zilizosalia ukanda wa Gaza. Na katika michezo, wazee wa Simba wajibu mapigo ya Yanga. Hujambo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari, michezo, biashara na utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Mindi Josefu. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imesema jumla ya wanafunzi 149,818 sawa na asilimia 69.96 wakiwemo wasichana 76,491 na wavulana 73,327 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule ya sekondari za serikali 694. Akitoa taarifa kwa umma Ijumaa Juni 6, 2025 jijini Dodoma, waziri wa nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchingero amesema kati ya hao wanafunzi 1728 wakiwemo wasichana 801 na wavulana 927 wamepangwa katika shule za sekondari zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi. Katika ubora wa ufaulu kwa kuangalia madaraja unaonyesha kuwa watahiniwa 223,372 sawasawa na asilimia 41.23 walipata ufaulu wa daraja la kwanza hadi la 3. Hii inaonyesha kuwa ufaulu wa watahiniwa kwa mwaka 2024 umeongezeka kwa asilimia 5.36 ukilinganishwa na ufaulu wa daraja la kwanza mpaka daraja la 3 wa watahiniwa 198,394 kwa mwaka 2023, hii ikiwa ni sawa na asilimia 35.87. Jumla ya wanafunzi 214,141 wakiwemo wasichana 97,517 na wavulana 116,624 walibainika kuwa na sifa za kuchaguliwa kujiunga na kidato cha 5 pamoja na vyuo vya elimu ya ufundi, ikijumuisha wanafunzi 1,028 wenye mahitaji maalum kama ifuatavyo: wanafunzi 149,818 sawa na asilimia 69.96 wakiwemo wasichana 76,491 na wavulana 73,327 wenye sifa wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule 694. Shule hizi ni shule za sekondari za serikali kama ifuatavyo: 1. Wanafunzi 1,728 wakiwemo wasichana 801 na wavulana 927 wamepangwa katika shule za sekondari 8 zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi. Wanafunzi 2,875 wakiwemo wasichana 1,057 na wavulana 1,818 wamechaguliwa kujiunga na fani mbalimbali katika vyuo 4 vya elimu ya ufundi. Wanafunzi 2,214 wakiwemo wasichana 1,099 na wavulana 1,115 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya afya ngazi ya stashahada, na wanafunzi 1,609 wakiwemo wasichana 443 na wavulana 1,166 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya ualimu kozi za stashahada, na wanafunzi
57,625 wakiwemo wasichana 18,427 na wavulana 39,198 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya kada mbalimbali nchini. Muhula wa kwanza kwa wanafunzi wa kidato cha 5 utaanza tarehe 8 mwezi Julai 2025. Hivyo wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2025 wanapaswa kuanza kuripoti shuleni kuanzia tarehe 6 mwezi Julai 2025. Siku ya mwisho ya kuripoti itakuwa ni tarehe 21 mwezi Julai 2025. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agustino Senga ametoa wito kwa wanaume katika mkoa huo wanaopitia manyanyaso ya kijinsia kuripoti katika dawati la jinsia ili kusaidiwa kutatua changamoto zao. John Kiango kutoka mkoani Songwe anasimulia. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agustino Senga ametoa wito kwa wanaume wote katika mkoa huo wanaopitia manyanyaso ya kijinsia kuripoti katika dawati la jinsia ili kusaidia kutatua changamoto zao. Akizungumza na Sky TV ofisini kwake, Kamanda Senga amesema kuwa licha ya kuwepo kwa matukio ya unyanyasaji dhidi ya wanaume katika familia na jamii kwa ujumla, bado kuna kuwapo na idadi ndogo ya wanaume wanaojitokeza kutoa taarifa. Kwa hiyo dawati lile si la wanawake na watoto tu, ni hata kina baba. Unapopata madhila kama mwanaume, una haki ya kuja kutoa malalamiko yako, na kuna wataalamu pale basi watakushauri. Lakini katika mkoa wetu, lakini na sehemu zingine pia, mwitikio wa wanaume wanaofanywa ukatili kutoa taarifa zao umekuwa hafifu sana. Na hii ni asili tu kwamba siku zote mwanaume anaona kwamba ni jasiri, ni mwanaume, hawezi kunyanyaswa, au anaona kwamba akitoa taarifa kwamba ananyanyaswa na mwanamke au na watu wengine ndani ya familia yake ni aibu. Kwa hiyo anakuwa jasiri. Kwa hiyo unakuwa jasiri hata kwa mambo ambayo hupaswi kuwa jasiri, na yana madhara kwa sababu tumeshuhudia mambo mbalimbali. Ingawa katika mkoa wetu hatuna kesi nyingi, lakini zipo za wanawake kupigwa, wanaume kupigwa, wanapigwa na wanawake. Wakati mwingine hata wanachangiwa na familia na watoto. Baba anapigwa lakini hawezi kusema, hata nyumba ya jirani hawezi kusema. Ukitoka asubuhi anatabasamu, lakini kumbe madhira anayopata ndani ya nyumba ni makubwa. Lakini kuna wengine wananyuma pia nyumba, mtu ana ndoa yake kabisa, lakini anasema huwezi kupata nyumba wako. Hapo ni haki yake, maana unapokuwa kwenye ndoa maana yake ni nyumba kama hakuna. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Songwe amesema kuwa matokeo mengi yanayoripotiwa na wanaume ni ya kutelekezea majukumu ya watoto na migogoro ya kifamilia. Kwa mwezi unaweza kupokea makosa kama 5 wanaume ambao wanafika kuripoti matukio hayo, na matukio makubwa ambao wanaripoti wanaume ni kuhusu kutelekezewa watoto. Ndio maana sisi kama dawati la jinsia tuna kazi yetu kubwa pia ni kutoa elimu. Tunapita huko mitaani, kwenye mikutano, mashuleni, sehemu zote tunatoa elimu. Baadhi ya wanaume wanaozungumza na Sky TV wanaeleza sababu mbalimbali zinazopelekea wanaume wengi kushindwa kujitokeza kuripoti manyanyaso yao, zikiwemo hofu ya aibu, kudharauliwa na jamii, pamoja na ukosefu wa uelewa juu ya haki zao. Wanaume wenyewe kuto kujiamini, yani kuogopa kudhalilika. Mara nyingi wanaume wanajikuta kama wao ni superior, yani ni watu ambao ni kichwa. Kwa imezoeleka hivyo, hata mtaani tunajua mwanamume ni kichwa cha familia. Alafu inapotokea swala la kwamba yeye amenyanyaswa au amepigwa na mke wake au ametendewa tofauti na mke wake, kwenda kuripoti kule, na kama atadhalilika na ile heshima yake ya ubaba au kuwa kichwa cha familia itashuka. Moto uliopo kwa nini wanaume wengi hatupendi kwenda dawati ya jinsia? Ni kweli manyanyaso tunayapitia. Kama mimi hapa tu jana nimepata kuumizwa, mnaona kucha hizi za mwanamke. Tunapigwa sana, lakini sasa na sio kupigwa tu, hata kunyanyaswa kwenye nyumba pia. Kuna mtu anahitaji, lakini mwanamke hakuwa anakuletea ubabe, hana utayari kwa wakati huo. Na ndio maana mwingine tunaenda ukesha silent humo kidogo, tunajipoza.
na ni vigumu. Wanaume wengi nimeona wengi wanashindwa kuja kutoa labda malalamiko yao hapa kwenye dawati la jinsia kwamba wananyanyaswa. Mimi naona ni kutokana kwamba wanaume sisi tuna ile tabia ile ya kujiogopa. Kwanza kuja sehemu kama hizi, unaweza yaani mwanaume anaona kama watu wanaweza wakamwona kwamba labda ni mdhaifu. Ukiona wanaume katika kueleza changamoto zao za unyanyaso wa kijinsia, wanaeleza kuwa ni moja ya sababu zinazochangia matukio ya hatarishi kama vile kujiua au kuua, hasa yanaposhindwa kudhibitiwa kisaikolojia. Nikiripoti kutoka mkoa wa Songwe, mimi John Kingo, Sky TV. Na serikali inatarajia kutunga sheria itakayolinda wafanyabiashara wazawa na kubainisha biashara wanazotakiwa kufanya na wageni. Nora Damiani na ripoti kamili. Tukitaka tutibu kabisa hili shida, ni swala zima ni jambo la kisheria. Malalamiko kuhusu wageni wanaofanya biashara zinazopaswa kufanya na wazawa huenda sasa yakapata ufumbuzi baada ya timu iliyoundwa kutathmini swala hilo kuwasilisha ripoti yake kwa Waziri wa Vijana na Biashara, Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo. Mheshimiwa Dr. Jafo amepokea ripoti hiyo leo jijini Dar es Salaam na ameeleza michakato inayoendelea kuanzia leo na kuendelea, kwa sababu sheria zimetungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tufanye enforcement ya sheria, tuzisimamie sheria kuzitekeleza. Inamalizia mchakato wa kutengeneza sasa vifungu vya sheria vitakaoainisha aina za biashara, kipi anatakiwa kufanya mtu wa aina gani, especially kwa wageni. Lazima sasa tupate sheria ambayo hii sheria sasa itaainisha moja kwa moja yule mtu ambaye sasa hivi hata anaonekana singine ana haki ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria tulizonazo. Baada ya sheria hiyo atakuwa ameondolewa haki hiyo sasa ya kuendelea kufanya biashara. Jumla ya watu 183. Katika hao mataifa ya Wachina walikuwa 135, Watanzania 32. Hao Watanzania, Mheshimiwa Waziri, ni wale ambao tulibaini wanatumika na wageni kufanya nao biashara. Walikuwa ni jumla 32. Unakuta duka la mgeni lakini waliokuwa pale dukani ni wa Tanzania. Baada ya kuangalia vibali tukaona kwamba maduka yale yamesajiliwa na wageni. Waingereza 1, wa Nigeria 2, wa Kenya 5, wa Egypt 2, wa Yemen 2, wa Hindi 1, Mdachi 1, jumla ya 183. Waliokiuka sheria za viwango walikuwa 13. Jumla ya wageni waliondoshwa ni 12 ambao walionekana wanakiuka taratibu za uhamiaji. Upande wao wafanyabiashara wa Kariakoo wamesema, lakini ukiangalia kwenye ripoti yao, yale tunayoona Kariakoo ndio yale ambayo yanaongelewa, yale tuliyoyalalamikia na yale yote ndio wameyaona. Na tunaishukuru sana serikali kwa kutusikiliza sisi wafanyabiashara. Kwanza kama kiongozi wa wafanyabiashara ni kuishukuru serikali kwa kukubali kupokea na kufanyia kazi maombi yetu. Mengi yameonekana, na kwa ahadi ya waziri kwamba tutakwenda kupata sheria mahususi ya kumlinda mzawa, na hii ndio ilikuwa kiu yetu, na tunaishukuru sana serikali kupitia Mheshimiwa Rais, lakini na waziri mwenyewe pamoja na wasaidizi wake wote. Mwanzoni mwa mwaka huu, Rais Samia Suluhu Hassan alielekeza ufanyike uchunguzi ili kuhakikisha raia wa kigeni hawajishughulishi na biashara zinazopaswa kufanya na wazawa. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Unatazama Ulimwengu wa Habari tulionayo usiku huu. Asilimia 69.96 wasichana na wavulana wachaguliwa kujiunga na kidato cha 5. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya ulimwenguni waomba ulinzi hospitali 2 zilizosalia ukanda wa Gaza. Na katika michezo, wazee wa Simba wajibu mapigo ya Yanga. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV, mimi ni Mindi Josefu. Wanafunzi wa shule ya sekondari Nyeregeta wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wanalazimika kutembea umbali wa kilomita 6 hadi 12 kwenda shuleni. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi.
Wanafunzi hao wametoa ombi hilo wakati wa uzinduzi wa nyumba za walimu katika shule hiyo zilizogharimu zaidi ya shilingi milioni 100, ambapo wamesema kuwa karibu na eneo la shule kutawasaidia kuongeza ufaulu wa masomo yao. Namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule ya sekondari hapa Nyeregete ambayo inatusaidia sisi wanafunzi tuweze kusoma hapa na tusiwe na umbali mrefu kutoka hapa kwenda mpaka Rujea. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, mkuu wa mkoa, tunaomba uweze kutujengea mabweni ili sisi wanafunzi tuhamie hapa shuleni, kwa sababu sisi wanafunzi tunatoka sehemu mbali sana. Wanafunzi wanatoka umbali mkubwa sana. Mfano Magwarisi. Kutoka Magwarisi hadi Nyeregete ni kilomita 12. Na Liamile mpaka Nyeregete ni kilomita 6. Lakini mkitujengea mabweni hawatatoka mbali na umbali utakuwa ni mdogo kutoka shuleni hadi kwenye mabweni. Kuwajengea wanafunzi wetu mabweni ya kuishi, waweze kukaa shuleni wasome kwa bidii. Maana bila wale watoto ambao wanakaa bweni ni tofauti na watoto ambao wanatoka day, matokeo ni tofauti. Kufuatia ombi hilo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Umera akatoa agizo kwa halmashauri ya wilaya ya Mbalali kutenga fedha za awali shilingi milioni 100 ili kuanza kujenga mabweni ya wavulana na wasichana katika shule hiyo. Tutajengea mabweni. Kwa kuanzia halmashauri bajeti ijayo ya mwaka 2020 hii ya mwaka 25 26 tutafanya mapitio ya budget na marekebisho ili tuweze kuleta angalau milioni 100 za kuanza. Kwa hiyo halmashauri, nadhani mmenielewa, afisa mipango Bwana Makombe sijui nani na wengine, milioni 100 tengeni tuanze kujenga, lakini naamini na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na atatia hapa zaidi ya milioni za kutosha ili kujenga mabweni hapa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mabweni halmashauri wataleta ili mabweni yaweze kuanza kujengwa, lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kasema hii shule ya Nyeregeti anataka alete mabweni ya wavulana na wasichana. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU nchini Crispin Chalamila amekabidhi vyakula na vifaa vya usafi katika kituo cha tiba ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya mkoani Arusha. Kutoka Arusha, Amina Ngahewa anaarifu zaidi. Akikabidhi vitu hivyo, mkurugenzi huyo amesema hakuna sababu ya kuwakatia tamaa waraibu wa pombe na dawa za kulevya, sababu ni hali ambayo inatibika na wanaweza kurudi kwenye jamii kushirikiana katika suala la kukuza uchumi binafsi na hata kwa taifa. Sisi tuna imani kubwa sana kwamba mpo hapa, hii ni changamoto, ni changamoto imewakuta ambayo inaweza ikamkuta mtu yoyote ule na wakati wowote ule. Sasa tukasema kwa hivyo sisi hatuwakatii tamaa. Mtu mwingine anaweza kusema sasa hao waraibu mnaenda kufanya nini? Mnaenda kuongea nao nini? Hao si waraibu tu. Hapana, sisi tunaamini siku moja mtatoka katika hii kadhia iliyowashika hapa na mtarudi mtaani, mtarudi kujiunga na familia zenu, kuendelea na maisha yenu kama kawaida. Sasa mtakaporudi huko ndipo na nyinyi mtashiriki kwenye hii vita dhidi ya rushwa. Kama unavyojua rushwa ni adui mbaya sana. Mwanzoni kwa siku za nyuma tuliambiwa na Mwalimu Nyerere rushwa ni adui wa haki, lakini sasa rushwa ni adui wa maendeleo. In fact rushwa ni kikwazo cha kila kitu katika ustawi mzima wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tumekuja kwenu kuwasalimia na kuwapa huo ujumbe, kwa sababu tunaamini mtarudi kujiunga baadaye na familia zenu na kuendelea na shughuli zenu mlizokuwa mkizifanya kabla ya kuja hapa. Kwa tunachoweza kusema wote wana Sunrise ambao mko hapa, maana yake ni kuzingatia mafunzo yanayotolewa, miiko mbalimbali ambayo viongozi wasimamizi wa kituo wanawapa hapa, na tiba. Kama na kuna tiba basi tufuatilie, tuzingatie maelekezo yote ya wataalamu ili na sisi siku moja tutoke. Sisi wenyewe tunatoka katika jamii, katika familia zetu tuna watu wenye changamoto hizi kwa hiyo tunajaribu kuona kwamba nini sisi ambao pengine hatujaingia katika mgogoro huo na vilevi tunawezaje kuwa msaada na faida na nguvu ya kuwawezesha wenzetu ambao wameingia katika changamoto hiyo
kuweza kurudi katika hali ambayo wanakuwa wazalishaji sio katika ngazi tu ya familia lakini ya taifa. Kwa upande wake mkurugenzi wa taasisi ya Surrender for Freedom Treatment, Hassani Ali, ameitaka jamii kuachana na matumizi ya kuwatibu waraibu hao kwa kutumia njia mbadala ikiwemo kuwapeleka kwa waganga wa kienyeji na nyinginezo. Tatizo la uraibu watu wanapokuwa nalo wanajaribugi mifumo mingi sana. Watu mtu anaweza akajaribu mfumo labda wa kwenda kwa kufanyiwa maombi kwa mashehe akiamini yamelogwa, kwa wachungaji akiamini yana mapepo. Wakati mwingine mtu inafikia hatua hata kuweza kufikia hatua ya kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta tiba, kupata machanjo tofauti. Lakini kiukweli hakuna mfumo wote unaweza kufanya kazi isipokuwa huu mfumo wa sisi kwa sisi kuweza kusaidiana. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa. Mwili wa mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Odilo Anania mwenye umri wa miaka 80, fundi ujenzi asiye na makazi, amekutwa amefariki dunia huku mabaki ya mwili wake yakionekana yakiwa yameharibika katika eneo la makaburi ya Kola mkoani Morogoro. Tatu Habibu na taarifa hii. Mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kuwa waliona mwili huo asubuhi ya Juni 2025 ndipo wakalipigia jeshi la polisi ili kuchukua mwili huo. Asubuhi ya leo tulipokea kwa mshtuko taarifa au tukio ambalo lilitokea hapa katika makaburi ya Kola likihusisha kupatikana kwa mwili wa mtu mzima mwanaume katika makaburi haya ya Kola. Uongozi wa mtaa pamoja na wananchi tulipata hamaki kidogo ya hili tukio kwa sababu ni mara ya kwanza kupatikana kwa mwili katika makaburi haya ya Kola. Kwa hiyo tuliona si vyema kwa sisi kuchukua sheria ambazo zilitakiwa zifanywe na mamlaka husika. Kwa hiyo tuliwapigia simu polisi na kufika na kuja kutoa mwili huo. Akaja kaka mmoja na dada, basi wakawa wanasikitika, wanasema tumeona kitu kama fuvu la mtu kule. Baada ya kuwaita wazee wale ambao wanapita njiani, walipokwenda kuangalia wakasema kweli ni fuvu la mtu, pembeni ya kaburi kuna fuvu, alafu pembeni kuna mfuko. Sasa hawakujua kwamba ni mwili mzima ule, kwamba mtu yuko pale, kwa sababu ilikuwa kama wadudu wale imeshakuwa kama mchanga na nguo zimewekwa pale. Tukaondoka na jamaa yangu hapa, tumefika eneo la tukio kuangalia, kweli sio fuvu peke yake, tuseme ni mtu mzima complete, ni mifupa ya mtu kamili. Basi ushirikiano wa polisi ni mzuri, wakawa wamewahi pale kufika, kabidi tushughulikie swala la kufanyaje la kukusanya yale mafuvu. Ni mtu mkubwa, sio kwamba labda ni mtoto, kwa sababu pale tumekuta vitu vingi, na simu yake alikuwa nayo imefungwa kwenye jaketi lake lile, ilikuwemo simu, palikuwa na vitu vingi, sabuni, vitu vingi sana, viwembe, dawa za mbu. Kwa hiyo vitu vyote tumevikusanya. Kwa kweli tukio lile limehuzunisha sana watu. Watembea kwa miguu ambao wamekuwa na tabia kupita upande wa kushoto mwa barabara wametakiwa kubadilika, kwa kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kuhatarisha kwa maisha yao. Michael Bundala kutoka mkoani Geita na taarifa zaidi. Unaowaona hapa ni watembea kwa miguu ambao wapo upande wa kushoto mwa barabara, na kutembea upande huu wanaoutumia ni hatari kwa maisha yao, kwa kuwa ikitokea gari limeacha njia ni ngumu kuliona. Inashauriwa mtembea kwa miguu anapotumia barabara kupitia upande wa kulia mwa barabara, na ikitokea gari limeacha njia aweze kuliona kwa haraka na kuweza kujiokoa. Mkuu wa kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita, mrakibu wa polisi Alois Jacobo, anafafanua zaidi kwa nini mtembea kwa miguu anatakiwa kupita upande wa kulia mwa barabara. Kwa upande wa watembea kwa miguu, wao wanatakiwa wanapotembea barabarani wanatakiwa wapite upande wa kulia, kwa sababu akipita upande wa kulia basi atayaona kirahisi magari yanayokuja mbele yake, kwa sababu magari yanapita kushoto basi atakuwa anayaona kirahisi, ili ajue namna gani atakadiria ili asiweze kusukumwa na magari hayo. Kwa hiyo pia, lakini upande wa watembea kwa miguu jukumu lao lingine kuhakikisha kwamba wasiwaache watoto wanazagaa ovyo, wazazi walezi watoto wasiwaache wanazagaa wanatumia barabara kuu, wanavuka barabara, ni hatari kwao, mwisho wa siku wanagongwa, inakuwa ni hasara kwa taifa, lakini hasara kwa wazazi pia.
Wananchi mkoani hapa wanaeleza ni kwa nini watembea kwa miguu wanapendelea kupita upande wa kushoto mwa barabara licha ya kutakiwa kupita upande wa kulia mwa barabara kwa ajili ya usalama wao. Kuhusu kutembea barabarani, wengi wanapenda kupita magari yani wanafuata magari yanakoelekea. Umeona? Wengi huwa wanapenda kutembea. Baada kawaida unatakiwa utembee gari ulione linakotoka. Umeona? Ili hata kama ni vyepesi kukwepa kuliko gari liko kufuata nyuma. Na pili, ili swala la barabarani mtu kutofuata sheria kwamba ukiwa upande huu unabidi huo upande ukiwa unaenda hivi unabidi huo upande huu. Mimi najua yani mtu alichukulia serious, ajui kwamba yeye anabidi awe makini na nini. Awe makini yeye kama yeye. Usalama wa mtembea kwa miguu anapokuwa barabarani upo upande wa kulia mwa barabara. Hivyo mtembea kwa miguu kutumia upande wa kushoto mwa barabara ni kuhatarisha maisha yake. Kwa kuwa gari au chombo cha moto kinachokuja kwa nyuma ni ngumu kukiona iwapo mtembea kwa miguu anapita upande wa kushoto mwa barabara. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamisi Hamza Hamisi amesema si kila changamoto ni za muungano, zipo zingine ambazo ni za sekta zinazotakiwa kujadiliwa na kutatuliwa na sekta zenyewe. Naibu Waziri Hamisi amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Mwera bungeni jijini Dodoma leo tarehe 6 Juni 2025 aliyetaka kujua ni vigezo gani serikali inaweka kutambua changamoto za muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubaliana na Mheshimiwa mbunge kuwa mpaka sasa jumla ya changamoto 22 za muungano zimeshapatiwa ufumbuzi. Aidha, katika kikao cha kamati ya pamoja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambacho kilifanyika tarehe 4 Aprili 2025 Ikulu Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa changamoto za muungano, kilitoa maelekezo kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuifanyia kazi jambo hilo. Aidha, mara baada ya mwanasheria mkuu wa serikali kuwasilisha taarifa utekelezaji wa taarifa hiyo itatolewa kwa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Asante. Mheshimiwa Zahoro. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza naomba nishukuru serikali kwa majibu yake mazuri, lakini naomba kuuliza masuala mawili ya nyongeza. Kwa sababu bado Tanzania ipo na itaendelea kuwepo, muungano upo na utaendelea kuwepo. Je, ni vipi hasa vigezo vinavyotumiwa na serikali kuweza kuidentify kwamba hii ni changamoto ya muungano? Kwa sababu kila siku zinakuja zipya. La kwanza. La pili, je, serikali sasa iko tayari seriously kuanza kutoa elimu kwa wananchi wa Tanzania ili waweze kuelewa changamoto zote ambazo zimepatiwa ufumbuzi? Kushukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Zahor Mohamed Haji, mbunge wa jimbo la Mwera. Lakini kabla ya hapo nichukue fursa hii nimpongeze na kumshukuru sana kwa kuwa amekuwa mdau mzuri na ni moja miongoni mwa watu ambao wanaendeleza kutunza na kuenzi muungano huu kwa vitendo kwa kutaka kujua mambo mbalimbali ya muungano huu. Mheshimiwa, nataka niseme tu kwamba kwanza kabla yote nataka nichukue fursa hii niwaambie Watanzania kwamba si kila changamoto ni changamoto ya muungano. Zipo changamoto tunasema hizi tuzipeleke tukazijadili, lakini zipo nyingine ni changamoto za sekta zenyewe kukaa zikalimaliza ili lisiwe changamoto ya muungano. Asante. Mheshimiwa Tarimba. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakika lazima tujivunie muungano tulionao kati ya Zanzibar na Tanganyika kuweza kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni miaka 60 sasa tangu tumekuwa na muungano huu. Hivi sasa serikali haioni kwamba ina uzoefu wa kutosha pale inapobaini changamoto na kujipa muda mchache sana wa kuweza kuzitatua badala ya kukaa kipindi kirefu mpaka hoja ikawa ni changamoto? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Tarimba Bas kama ifuatavyo, na nimshukuru kumpongeza kwa kazi kubwa anayoifanya hasa kwenye mambo haya ya muungano.
Nataka niwaambie Mheshimiwa mbunge na wabunge na Watanzania wote kwamba muungano huu ni wa nchi mbili. Muungano huu ni wa Tanganyika na Zanzibar. Muungano unavyoitwa muungano, manake sio ibuke hoja tu tuijadili kwa muda mfupi tumalize. Kinyume na hapo tunaweza tukatengeneza changamoto ndani ya changamoto. Na ndio maana tunakwenda hatua kwa hatua. Tunatoka hatua za kisekta, tunakuja hatua za makatibu wakuu, tunapita kwa wataalamu, tunakuja hatua za mawaziri, tunakuja sasa hatua kubwa ambayo mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Makamo wa Pili wa Rais na Mheshimiwa Makamo wa Rais wa Jamhuri. Ili lengo na madhumuni tunapoitatua changamoto iwe tumeitatua na tusonge mbele tufanye mambo mengine Mheshimiwa. Lakini nimwambie Mheshimiwa kwamba tutaendelea kuchukua ushauri wake. Zile zinazochukua muda hazitachukua muda, na zile ambazo tunahisi zitachukua muda mrefu tutakwenda nazo kwa mujibu wa utaratibu, lakini zile ambazo tunahisi za kufanya tu haraka tutafanya Mheshimiwa. Na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na nikirejea hapa nitaungana na Godiness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godiness Gaspar. Uongozi pamoja na wafanyabiashara wa soko la Machinga Complex lililopo jijini Dodoma kwa kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji umefanikiwa kutekeleza zoezi la utayari wa kukabiliana na majanga ya moto pindi yanapotokea. Tukio hili limekuwa fundisho kwetu kubwa kwa sababu tumeona utayari wa Jeshi la Zimamoto, tumeona utayari wa Jeshi la Polisi. Kiukweli tumepiga simu 114, ilikuwa ni kitendo cha dakika chache tu wakatufikia. Kwa sisi tunaona kwamba serikali kiujumla imejipanga kukabiliana na matukio kama haya yanayojitokeza, kwa sababu hii ilikuwa ni demo, lakini ingelikuwa ni moto bado tungepata msaada kwa haraka. Ya wa soko la Machinga Complex CPA Johnson Kahungu amebainisha hayo Juni 5 mwaka huu baada ya kuendesha zoezi la kuzima moto katika soko hilo, ikiwa ni utayari wa kukabiliana na majanga ya moto. Hatukuwapa ule utayari kwa sababu moto huwa haumpi mtu utayari. Kwa hiyo tulichokifanya ilikuwa ni demonstration ya kuwaonyesha kama majanga ya moto yapo, kwa hiyo yanatokeaje na lazima namna gani. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapa ni kuwapa utayari na kuangalia mifumo yetu ya soko kama iko vizuri kwa ajili ya kuweza kuzuia janga la moto. Kwa hiyo tulichokifanya kimefanikiwa, ukozi tumezima moto vizuri na mambo yameenda vizuri. Kufuatia zoezi hilo, kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma, Rehema Menda, amewataka wananchi kuendelea kujielimisha mbinu za kuchukua tahadhari ya kukabiliana na majanga ya moto pindi yanapotokea. Tumepokea taarifa ya tukio la moto maeneo ya soko la Machinga kwamba kuna moto umetokea katika hili soko kwa majira ya saa 8:43 na dakika 47 tayari wameshafika eneo la tukio na kuweza kuanza kuzima ule moto, na huo moto tumeukuta eneo hilo. Moja kwa moja wapiganaji waliingia kazini na kuanza kuzima huo moto. Kilichokuwa kinaungua ni sehemu ya taka katika hilo soko, lakini chanzo kikubwa baada ya kuwasiliana na
viongozi wa soko ni kwamba waliandaa zoezi la utayari ili kuweza kuona endapo itatokea changamoto ya tukio la moto, namna ambavyo wafanyabiashara, wananchi watakavyoweza kuchukua tahadhari dhidi ya janga hilo, hata namna ya kujiokoa. Na hili tumeliona wote mashuhuda. Tumeona watu baada ya kuonekana kuna moto kweli wamechukua tahadhari, hawajaanza kuokoa mali. Kwa hiyo hili linadhihirisha kwamba elimu ambayo tunaitoa kila siku inafanya kazi. Hilo ni sehemu ya kampeni endelevu ya kuongeza uelewa kwa jamii kuhusiana na majanga ya moto na umuhimu wa kuwa na vifaa vya kuzimia majanga ya moto katika maeneo ya biashara na makazi. Kwa hiyo tunawashukuru sana Jeshi la Zimamoto kwa sababu wametupa hiyo elimu na wametuwekea pale kuna namba yao pale ambayo tunaweza tukawapigia, ni kitu ambacho ni kizuri zaidi. Vile vile tumewashukuru sana Jeshi la Polisi kwa sababu na wao walikuja, wamelinda mali za raia hawa na wamelinda raia, kwa hiyo hakuna mtu aliyeibiwa wala nini. Na pia tunawashukuru madaktari kwa sababu kama unavyoona kwamba amekuja yule mtu mmoja alipata kidogo tatizo la pressure, lakini madaktari walifika mapema sana hapa, wakampa ile huduma ya kwanza na wamempeleka hospitali. Tukiangazia kimataifa, huko nchini Uganda, Benki ya Dunia imesema imeondoa marufuku ya mikopo kwa Uganda ambayo ilikuwa imeweka miaka miwili iliyopita wakati wa nchi hiyo ilipopitisha sheria mpya dhidi ya watu wanaojihusisha na jinsia moja. Mnamo mwaka 2023, Uganda ilipiga kura na kuidhinisha moja ya sheria kali zaidi ya kupinga mapenzi ya jinsia moja, ikimaanisha kwamba mtu yoyote anayejihusisha na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja anaweza kuhukumiwa kifo. Tangu wakati huo, mamia ya watu wamefurishwa kutoka kwenye nyumba zao, kufanyiwa ukatili au kukamatwa kwa sababu ya jinsia zao, kulingana na jukwaa la uhamasishaji na ukuzaji wa haki za kibinadamu za Uganda. Lakini Benki ya Dunia inasema kuwa ina imani kwamba hatua mpya za kupunguza athari hiyo zitaruhusu kusambaza ufadhili kwa njia ambayo haidhuru au kubagua watu wa jinsia moja. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godi. Biashara na uchumi. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nami, hii ni Sky TV na sasa naungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Leo ni sikukuu ya Idi el-Adha inayoadhimishwa na Waislamu kote ulimwenguni kufuatia kukamilika kwa ibada ya Hija kwa waumini wa dini hiyo Maka, nguzo mojawapo kati ya nguzo tano za Uislamu. Sikukuu hii imeanza kuadhimishwa leo Ijumaa katika baadhi ya mataifa, huku wengine wakingojea kuiadhimisha kesho Jumamosi. Karibu Waislamu bilioni 1.9 kote ulimwenguni, ambao ni sawa na 25% ya idadi ya watu,
wanasherehekea sikukuu hii ya Idi baada ya kukamilisha ibada ya hija, mojawapo ya nguzo 5 za Uislamu. Katika siku ya kwanza ya sikukuu hii, wale wanaojiweza kifedha hutakiwa kutoa sadaka ya wanyama ambayo huwa ni kondoo, mbuzi, ng'ombe au ngamia na kuwagawia wasiojiweza sehemu ya sadaka hiyo. Kitendo hicho hurejesha kumbukumbu ya Nabii Ibrahim kumtoa kafara mwanawe wa kiume Ismaili kwa utii mkubwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwingineko, shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa wito wa ulinzi kwenye hospitali 2 zilizosalia katika ukanda wa Gaza na kutahadharisha kwamba sekta ya afya kwenye eneo hilo inazidi kuwa tete. Shirika hilo limesema hospitali za Nasser na Ali Amali ziko hatarini kushindwa kufanya kazi kutokana na vizuizi vya misaada na barabara kufungwa, hali inayodhoofisha zaidi mfumo wa afya wa Gaza. Kulingana na WHO, hospitali hizo tayari zimeelemewa na wagonjwa waliojeruhiwa vibaya ambao huletwa kila wakati, huku zikikabiliwa na upungufu mkubwa wa vifaa tiba. Imesema ikiwa hospitali hizo zitafungwa, kutakuwa na athari kubwa na hasa kwa wagonjwa wa upasuaji, wagonjwa mahututi wanaohitaji kuongezewa damu, wagonjwa wa saratani na wa figo. Na hatimaye, Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na Rais wa China Xi Jinping jana Alhamis. Trump ameandika kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba wamejadiliana kwenye mazungumzo hayo ya simu kuhusiana na masuala kadhaa, hususani kuhusu ya utata kwenye makubaliano ya kibiashara uliojitokeza hivi karibuni. Rais huyo wa Marekani amesema mazungumzo hayo yaliyodumu kwa saa 1.5 yamekuwa na matokeo mazuri kwa mataifa yote mawili. Aidha, Trump amesema Xi amemwalika yeye na mkewe Melania kuzuru China, ombi ambalo pia Trump alimtolea Jinping, na kwa ujumla wote wawili wamekubali kutembeleana. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nami, hii ni Sky TV
Na moja kwa moja sasa tunaelekea dimbani kuangazia kimichezo. Naungana na mwanamichezo Lai Saidi. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Hivi sasa ni wasaa wa kupata habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Na tukianzia taarifa za kitaifa, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars usiku huu muda mchache kuanzia hivi sasa itashuka dimbani kucheza mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya kikosi cha Bafana, timu ya taifa ya Afrika Kusini. Mchezo huo unapigwa katika uwanja mpya wa Mokaba mjini Polokwane, Afrika ya Kusini. Mechi hii ni sehemu ya maandalizi ya timu zote mbili kuelekea michuano mikubwa ya kimataifa kwa Tanzania. Tanzania ikiwa inawakilisha fursa ya kuimarisha kikosi hicho na kuwapa wachezaji wapya nafasi ya kuonyesha ujuzi wao dhidi ya wapinzani wao Afrika ya Kusini ambao wao wana uzoefu zaidi. Tukielekea taarifa nyingine ni kuhusiana na wazee wa klabu ya Simba. Baada ya hapo jana, wazee na wanachama wa klabu ya Yanga kutoa msimamo wao mkali wa kutochezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao umepangiwa tarehe mpya Juni 15 mwaka huu. Wazee wa klabu ya Simba wamezungumzia sakata hilo huku wakisema kuwa Yanga wanatetemeka kwa sababu wao Simba wamecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa uoga wao wanachukulia kisingizio cha kusimamishwa mchezo kwa mara ya kwanza kwamba ndio hiyo kitendo tena cha kugomea mchezo ambao umetangazwa tena kwa mara ya pili kuchezwa ili wasilete timu. Sisi tunasema Yanga waache uoga. Sisi tumeshajiandaa na tuko tayari tarehe 15 kupeleka timu, na wao waache uoga wa kusingizia kisingizio cha mechi mchezo uliopita. Wao walishafuata taratibu na wakarudishwa na chombo kinachosimamia haki, CAS. Kwa hiyo warudi nyumbani wafate taratibu walizoelekezwa. Na taratibu zilizoelekezwa ni kwamba sasa mchezo umeshapangwa. Waje wapinge matokeo uwanjani baada ya kufungwa au kushinda. Haiwezekani bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Singida. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Prison. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Pamba. Lakini akicheza na Simba, bodi ya ligi hawana akili, TFF hawajui kusimamia mpira, maana yake anataka kubebwa. Tushasema Yanga asisubiri kubebwa, ajibebe mwenyewe kwa nguvu zake. Alishabebwa kwa muda mrefu na Simba tumevumilia. Sisi tumefungwa pale, goli mpira umetoka nje. Umerudishwa ndani, Kayoko kauweka mpira kati, tumefungwa kumepelekwa mpira kati, tumefungwa tumekubali goli. Yeye anawafunga watu magoli 5. Hakuna hata sehemu moja aliambiwa Yanga anabebwa anapendelea. Muwe mna maswali pindi mnapokutana na interview za wazee. Wale wazee wangekuwa wanapewa maswali. Siamini kama kilichotokea ni kweli, kwa sababu kawaida ya mzee lazima awe tofauti na kijana. Kijana ana mawazo ya haraka, mzee ana mawazo ya kufikiri. Anafikiri kwanza alafu ndo anatoa msimamo wake. Siamini kama wazee wa Yanga walikaa wakafikiria. Kama walikaa wakafikiria, walitakiwa waulize vijana wao, mlipokwenda CAS mkarudishwa, mmerudishwa kwa sababu zipi? Na hizi sababu kwa nini tusiziendee kwa ufanisi? Kwa sababu rufaa yoyote lazima kuwe kuna nakala ya hukumu. Mimi naitwa Suleiman Salim almaarufu Zakazaka,
Nia kubwa ya kuwaita hapa ni kama mwenzangu jinsi alivyozungumza. Sisi tumeshangazwa na wazee wenzetu wa Yanga jana kwa maneno aliyozungumza. Sisi tuko tunafikiria kwamba wazee ni kazi yetu kuwa na busara, lakini kumbe wazee wenzetu wale wamekosa busara kiasi ambacho wanazungumza maneno ambayo hayaendani na soka. Wao wamezungumza kwamba hawatoingiza timu uwanjani, na timu ikiingia uwanjani kwa kuruhusiwa na viongozi wao, ndipo hapo siku hiyo itakuwa mwisho wa ligi. Sasa mwisho wa ligi huu unakuwa tofauti namna gani? Au mwisho wa ligi huu unakuwa kwamba ni mwisho, sisi hatuelewi kitu gani ambacho fanya. Kwa maana hiyo kwamba sisi tunawaomba siku hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 6 walete timu uwanjani. Kimataifa, beki wa kati wa klabu ya Arsenal Gabriel Magalhaes ameongeza mkataba mpya wa kuendelea kusalia ndani ya klabu ya Arsenal hadi mwaka 2029. Mbrazili huyo tayari alikuwa anatumikia mkataba ambao ulikuwa unatamatika mwaka 2027, na kitendo cha beki huyo kuongezewa mkataba kinaashiria umuhimu wake kwenye project ya kocha Mikel Arteta. Gabriel amekuwa mchezaji muhimu wa klabu ya Arsenal tangu ajiunge na klabu hiyo kwa uhamisho wa euro milioni 27 ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 75.6 kutoka Lille ya nchini Ufaransa mwaka 2020. Akicheza michezo 210 katika mashindano yote ambayo katika karia yake ya soka. Tuelekee katika burudani. Virginia Paul anatujuza. Na katika burudani leo tuko na taarifa ya majonzi kufuatia kifo cha mama mzazi wa msanii Hawa Hussein maarufu kama Karina itwaye Fatma Maruzuku, ambaye amefariki dunia leo Juni 6, 2025, ikiwa haijapita hata miezi miwili tangu alipofariki mwanaye Karina. Na taarifa ya kifo chake imetolewa na kaka wa marehemu wa mama Karina, ambaye amethibitisha kifo hicho, ambacho amesema alikuwa anaugua na presha na kisukari na hakuweza hata kushiriki 40 ya mtoto wake wiki iliyopita. Na mama Karina atazikwa katika makaburi ya Kisutu kesho Juni 7 saa 10 jioni. Inakumbukwa kwamba huyu ni mama wa mwigizaji Hawa Hussein Ibrahim maarufu kama Karina, ambaye alizikwa April 19 katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya kufariki India alipokuwa akipatiwa matibabu kutokana na matatizo ya tumbo yaliyokuwa yanamsumbua kwa muda mrefu. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Lakini pia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na kwenye burudani leo nimemaliza hapo. Jina langu ni Virginia Pona, hii ni Sky TV. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu, amina. Na kwa taarifa hiyo inatamatisha habari za michezo pamoja na burudani. Kwake Mindi Joseph aweze kutamatisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 39 00. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.
Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari na moja kwa moja kwa sasa, tuangazie kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Langu jina ni Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ripoti ya mvua ya masaa 24 yaliyopita mpaka ilipotimia saa 3 asubuhi ya leo, baadhi ya maeneo ya pwani ya kaskazini mpaka sehemu za nyanda za juu kaskazini mashariki zimeweza kuripoti mvua kwa kiasi kidogo. Kiwango cha juu zaidi cha mvua kuripotiwa katika maeneo ya pwani ya kaskazini ni katika kisiwa kilichopo Unguja kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 18.5. Na uwepo wa mawingu yanaonekana katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na sehemu za magharibi kwa mchana wa leo. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa katika maeneo mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Huku Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali katika maeneo hayo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi. Ni vyema mwananchi kuwa makini na angalizo hilo. Kiwango cha chini zaidi cha joto kwa usiku wa leo kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Lakini pia mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kunatarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi kwa usiku wa leo. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu mkoa wa Kagera na Mara kunatarajiwa kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku maeneo yale yenye minuko ya mkoa wa Arusha pamoja na Kilimanjaro, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, hayo maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi hizo salia zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache, huku mkoa wa Dodoma ukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua, hali ambayo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Mwanza. Hali kadhalika kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua, hali ambayo pia inatarajiwa kujitokeza katika mkoa wa Mbeya. Kwa upande wa mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu kwa ujumla. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Mpenzi mtazamaji, tukutane tena hapo kesho mida na katika mai. Asante na nikutakie wakati mwema. Mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa na tuhitimishia kipindi cha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa nafika tamati. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Sky TV.